Bwana, inakuaje? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online. Kubwa zaidi ni kuambia tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele na uendelee kuwa mtongo kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi ni dakika 90 za mchezo wa ligi mabingwa barani Afrika umekwisha kutamatika, ambapo tumeshuhudia wananchi wakiweza kuambulia alama moja nyumbani dhidi ya Al Ahly baada ya kuweza kumaliza na mchezo kuweza kumalizika kwa sare ya 1-1, bao kwa upande wa wananchi likifungwa na Ibrahim Baka katika kipindi cha kwanza kwenye dakika 45 kwenye zile za nyongeza, lakini kwa upande wa Al Ahly Dieng akija kusawazisha na kufanya mzani kuweza kumalizika kwa 1-1. Sasa kuna watu ambao wameweza kufanya makubwa kwenye mchezo huu, ikiwa ni pamoja na kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo kiwango chao kimeweza kuimarika, na nitazungumza au nitakupitisha kwenye kile ambacho kimeweza kuandikwa na wengi. Kwanza kabisa tuchukue dakika chache kuweza kumzungumzia Le Captain Bakari Nondo mwa Mnyeto. Jamaa ameweza kurudi upya, ana utulivu, utawala wa mpira kuanzia juu mpaka chini, passing, uongozi na timing nzuri ya kuweza kufika kwenye matukio. Jamaa ameweza kufanya vizuri sana katika mchezo wa leo na kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo safu ya ulinzi inamhitaji na ni kwa namna gani pia akipewa nafasi basi amekuwa akionyesha ni kwa namna gani ambavyo watu wanapaswa kuweza kuheshimu kiwango ambacho anakionesha. Nondo ameweza kufanya safu ya ulinzi ya Yanga kuwa imara kuliko na akiwa na kiwango chake cha kipekee. Kwa upande wa Depu leo ameweza kupotezwa, kuna namna tu game ambavyo haijaweza kwenda sawa kwa upande wake. Safu ya ulinzi ya Al Ahly imeweza kumdhibiti vilivyo na kuweza kumpoteza na kushindwa kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo anapaswa kuwa na madhara kwenye safu ya ushambuliaji au kwenye safu ya ulinzi kwa upande wa Al Ahly. So kwa upande wa upango kazi ulikuwa kwa upande wa Boka, bahati mbaya ndivyo aliweza kuchoka na mechi ikawa tofauti kwa upande wake, na ndio yeye ambaye ameweza kusababisha madhara kwenye safu ya ulinzi kwa upande wake na kupelekea mambo kuwa mabaya kwa upande wake. So ndio hivyo, mambo ni magumu kwa upande wa wananchi, wameweza kuchukua alama moja nyumbani, lakini ndio kila kitu. First half ilikuwa noma, lakini second half Mafarao wameweza kuongeza ulinzi na pressure kwa upande wa wananchi. By the way, kuna ambacho ameweza kukiandika hapa Edo Kumombe na kusema fair result, first half Yanga, second half Mafarao, second half Yanga pumzi likata. By the way, anyway, bwana kocha amechimbio mechi za mbio weka Boka hizi za kuwa na mipira na ufundi mwingi za Anko Shabalala, otherwise Yanga anapita mchana tu hapa kundini. Kesho mnyama anashuka dimbani. By the way, ndio hivyo, na nimeona pia kila mtu akiendelea kudondosha comment zake kuhusiana na kile ambacho kimeweza kufanyika uwanjani, na kila mmoja ameweza kuandika kitu chake. So Alkama ameweza kuandika alhamdulillah, tumepata pointi muhimu sana, kwa hiyo tutaendelea kupambana. Hicho ndio ambacho ameweza kukiandika Ali Shaban Kamwe. Kwa upande wa kundi lilivyo, Al Ahly wanaongoza na pointi zake 8, Yanga wanafuatiwa na pointi zao 5, Asfar Rabat wanafuatiwa na pointi zao 2, kisha JS Kabylie nao pia wana pointi zao 2. Wao wana mechi 3 kila moja, lakini kwa upande wa Yanga wana mechi 4 kwa kila moja. Kundi ni la moto kweli kweli, kundi limeweza kuchangamka kweli kweli. Naweza kutumia neno moja tu, Boka ameikosti team. Huku kwenye mechi za CAF kuna chumba cha makosa ya aina ile. So huyu ni Hans Raphael ameweza kumlaumu cha Drake Boka kutokana na kile ambacho ameweza kukifanya hii leo. By the way, nikwambia tu kwamba usiache kuweza kusubscribe na kuhusu alama kengele na umshikaji wangu kwanza kuweza kupokea taarifa zote za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Till next time, full time Yanga 1 Al Ahly 1.